Habari za leo ndugu Mtanzania unayetazama video hii. Ninapenda kuchukua nafasi hii kukaribisha katika habari njema ambayo nimeiandaa siku ya leo kwa ajili ya wewe kuweza kupata majibu ya maswali katika kujifunza elimu ya sekondari. Mimi naitwa Mwalimu Ole Njolai Moko Tayai Lusingo. Kwa kifupi niite tu Mwalimu Ole Njolai. Siko peke yangu katika wito huu na katika huduma hii, niko pamoja na mke wangu kipenzi ambaye jina lake anaitwa Nikinyi Ole Njolai Moko Tayai, tukimtumikia Mungu katika kusudi hili. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha wewe unayetazama video hii. Yamkini wewe ni mwanafunzi au ni mzazi ambaye una watoto wanaosoma elimu ya sekondari ngazi ya kati, au ni mlezi ambaye una watoto nao wale wanaosoma elimu ya sekondari, au ni mwalimu unawafundisha watoto au wanafunzi wa elimu ya msingi ambao watakwenda elimu ya sekondari au wa elimu ya sekondari, au ni kiongozi ambaye unaongoza watu kadhaa katika maisha yao na ukitamani kuboresha maisha yao kwa njia au katika eneo la elimu, au yamkini ya kwamba wewe tu ni Mtanzania ambaye una ndugu zako wanaosoma au watakaosoma, una watoto wako, basi ujumbe huu ni wa kwako. Hii tunaita habari njema kwa wanafunzi wote wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na kidato cha 4 wanaosoma elimu ya sekondari katika shule za serikali na katika shule binafsi, pamoja na wale wanafunzi wa kujitegemea ambao ni watu wazima wanaosoma elimu ya sekondari wakiwa watu wazima. Kwa hiyo nina habari njema, ninaomba tuweze kufuatana kwa pamoja na unitegee sikio lako na macho yako ili tuweze kwenda pamoja na nikushirikisha habari njema, na baada ya hapo utaona kabisa jinsi gani ambavyo itakavyobadilisha maisha yako. Yamkini katika maisha yako ya kama mwanafunzi unayesoma au mzazi unajiuliza maswali yafuatayo, na ukiwa fanya kila jitihada ya kuweza kutafuta majibu sahihi juu ya maswali yafuatayo. Swali la kwanza ambalo yamkini unajiuliza, je, una maono ya kimaisha yanayohitaji elimu, maarifa, ujuzi, umahiri na uelewa wa masomo ya hisabati na sayansi kama vile hisabati, fizikia, kemia, sayansi ya kompyuta, biolojia na kilimo? Je, wewe huwa unatafuta video nzuri za kujifunza masomo ya hisabati, fizikia, kemia, sayansi ya kompyuta na biolojia kidato cha kwanza au kidato cha pili au kidato cha tatu au kidato cha 4 zilizoandaliwa kwa kufuata mitaala au syllabus mpya ya Tanzania? Swali lingine ambalo yamkini unajiuliza kwamba, je, wewe kama mwanafunzi ambaye umesoma elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, au umesoma elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 6 kwa kutumia lugha ya Kiswahili na Kiingereza ikiwa ni somo, kwa ulivyoingia kidato cha kwanza na kidato cha pili unapata changamoto ya kuelewa masomo kwa sababu ya kutokuwa na msingi mzuri wa lugha ya Kiingereza? Lakini swali lingine la 4 ambalo yamkini unajiuliza kwamba, je, unaweza ukatumia simu yako au kompyuta yako au iPad yako au smart TV yako au kifaa kizuri cha electronics ambacho ulichokuwa nacho kwa ajili ya kujifunza masomo ya sayansi na hisabati mahali popote na muda wowote? Majibu ya maswali hayo yapo, au majibu ya maswali haya ambayo nimeyauliza na hata yale mengine ambayo sijayasema utayapata katika shule yetu ya mtandao wa internet inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School. Sema Tanzania Online Ordinary Secondary School. Na tuna official YouTube channel yetu inaitwa Tanzania Online O-Level Sec School. Hii ni shule nzuri sana ambayo ndani yake tuna idara 6. Idara ya kwanza ni idara ya ufalme wa mbinguni, idara ya pili ni idara ya hisabati, idara ya 3 ni idara ya fizikia, idara ya 4 ni idara ya kemia, idara ya 5 ni idara ya sayansi ya kompyuta, na idara ya 6 ni idara ya the Kingdom of Heaven. The Kingdom of Heaven, ufalme wa mbinguni kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo hiyo ndio shule ambayo tunafundisha kwa kutumia teknolojia ya internet, na nataka nikutaarifu kabisa kwamba lengo letu ni kuona wanafunzi wa Kitanzania maelfu na maelfu
wakiweza kusoma masomo ya hisabati na sayansi kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 kwa kuelewa kwa uelewa wa kiwango cha juu na kuondokana na uoga wa kwamba masomo ya sayansi na hisabati ni masomo magumu. Kwa mfano kwamba kuna falsafa ambayo inaaminika katika nchi yetu ya Tanzania kwa miaka mingi sana ya kwamba hisabati ni ugonjwa wa taifa la Tanzania. Na mimi nataka nikwambie kwamba hisabati sio ugonjwa wa taifa. Hisabati ni somo nzuri kwa ajili ya kuweza kubadilisha maisha yako na kwa ajili ya kuweza kuongeza kiwango chako cha kufikiri na kutatua changamoto na matatizo ambayo yako katika maisha halisi. Sasa manake swali ambalo unakuwa unajiuliza, je, unawezaje sasa kuweza kupata masomo yetu, au unawezaje kuingia katika shule ya Tanzania Online Ordinary Secondary School? Unatakiwa kuwa na web browser ya Firefox au ya Google Chrome au aina yoyote ya web browser, na kingine cha pili unachotakiwa kuwa nacho uwe na YouTube application, iwe kwenye simu au kwenye kompyuta au kwenye iPad au kwenye smart TV. Alafu ukishafika hapa unaandika jina la channel yetu inaitwa Tanzania Online, alafu taandika O-level vile kama O-level Seki School. Kumbuka kwenye shule hii tunafundisha wanafunzi wa kidato cha kwanza, tunafundisha wanafunzi wa form 1, kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha 4. Kwa hiyo unaandika Tanzania Online O-level Seki School, umeona? Alafu unabonyeza kitufe cha kutafuta, unasubiri. Utaona video hii, achana nayo. Hapa ndo kwenye shule yetu, yani hiki ndo kibao cha kutufikisha kwenye shule yetu ya mtandao wa internet. Utaona video nyingi, wala hizi usishughulike nazo kwa sababu zote utazikuta ndani ya shule. Kwa hiyo kimsingi ukishatafuta, njoo moja kwa moja kwenye kitufe hiki cha mviringo chenye bendera ya Tanzania. Pembeni kulia kwako utaona Tanzania Online O-level Seki School kwenye mabano Olenjolai. Kwa hiyo bonyeza hicho kitufe, alafu subiri. Na baada ya hapo tayari sasa, hongera sana, umeshafika kwenye shule ya Tanzania Online O-level Seki School kwenye mabano Olenjolai. Karibu sasa ujifunze, upate majibu ya maswali yako. Karibu uwe mbabe, yani uweze kusoma na kuelewa na kufanya vizuri masomo ya hisabati, somo la Biblia, somo la the Bible, somo la hisabati, somo la kemia, somo la fizikia, somo la sayansi ya kompyuta. Kwa hiyo karibu sana ili uweze kujifunza na kuweza kukomaa mapema. Katika shule hii manake kwamba tuna wanafunzi 875 waliojisajili bure katika Tanzania, na wewe utakuwa mwanafunzi wa 876 na wengine wataendelea kuongezeka maelfu. Na mpaka hivi sasa tumeweka video 255, na huu ndio utangulizi wa kwamba tunafanya nini. Unaweza ukabonyeza hapa more, lakini kimsingi kwamba hizi ndo video ambazo zipo kwa ajili yako. Kwa hiyo naomba tu kwamba tuweze kupita kutoka chini kwenda juu ili uweze kuona video na chakula cha akili yako ambacho tumeweza kuandaa kwa neema ya Mungu. Chemistry form 1, Departments of Mathematics. Hapa tuna Chemistry form 1, hapa tuna Physics form 4, hapa tuna Basic Mathematics form 2, hapa tuna Chemistry form 4, hapa tuna Physics form 3, hapa tuna Physics form 1, hapa tuna idara ya ufalme wa mbinguni. Na hizi ni created playlist mbalimbali. Ninaamini kabisa kwamba umeweza kuona. Lakini jambo lingine la msingi sana kwamba tuna shule 6, tuna shule 4 na vyuo vikuu 2. Manake tuna chuo kimoja cha kati na chuo kikuu kimoja. Hii ni shule yetu inaitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, tunapofundisha neno la Mungu kwa lugha ya Kiswahili. Na hii pia ni shule yetu ya neno la Mungu inayofundishwa kwa lugha ya Kiingereza, inaitwa The Kingdom of Heaven Comes in Tanzania. Na hii ni shule, ni taasisi, ni chuo cha kati kinachoitwa Tanzania Online Full Technical College, tunapowafundisha wanafunzi wa diploma. Na hiki ni chuo chetu kikuu au elimu yetu ya chuo kikuu kinachoitwa Tanzania Online Institute of Technology. Na hii ndio shule yetu ya kidato cha 5 na kidato cha 6 inaitwa Tanzania Online Advanced Secondary School. Kwa hiyo yamkini wewe sio mwanafunzi wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4, au kama ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4 unataka kujifunza neno la Mungu, ukibonyeza hapa itakupeleka kwenye shule ya kwetu. Hii ndio shule yetu, na hii ni picha muhimu sana, na hawa ni watu muhimu sana katika maisha yetu. Lakini ukitaka kurudi nyuma, unarudi tu nyuma hivi. Alafu ukitaka labda kwenda, kama wewe ni mwanafunzi wa kidato cha 5, unabonyeza hapa kwenye Tanzania Online A-level Seki School, unakuwa umefika kwenye shule ya sekondari ya
elimu ya juu au sekondari ngazi ya juu au elimu ya juu ambayo inaitwa Advanced Secondary Education. Kwa turudi basi katika Tanzania Online Ordinary Secondary School au O Level Sec School. Ni jinsi gani ambavyo sasa unaweza ukaangalia video zetu. Ukibonyeza hapa katika videos utapata video zote zile 255 hapa, manake utaziona zimejipanga kuanzia ile video ambayo manake tumeiweka hivi karibuni mpaka ile video ya kwanza kabisa ambayo tumeiweka siku ambapo tulipokuwa tunaanza kufundisha kwa mtandao wa internet. Kwa hiyo ni video zote kwa ajili yako na zimeandaliwa kwa kufuata syllabus au mtaala wa Tanzania. Mfano wa syllabus ni hii hapa ambayo hii hapa mfano wa syllabus ya physics syllabus. Manake hii ndio syllabus mpya. Kwa hiyo ndio tunatumia kufundishia. Naona the United Republic of Tanzania Ministry of Education, Science and Technology, Physics syllabus for ordinary secondary education from 1 to form 4 2023. Kwa hiyo ndio syllabus mpya na unaona kabisa kwamba ina main competences na specific competences. Lakini hapa manake kuna form 1. Naona detailed contents for the form 1. Naona kwa hiyo manake kuna main competences, specific competences na kadhalika. Hii ndio syllabus tunayokuwa tunatumia kwa ajili ya kufundishia. Turudi tena katika shule yetu ili tuweze kuendelea katika kile nilichokuwa na kuonyesha. Kwa hizi ni video mbalimbali. Lakini hapa utakuta video hazijajipanga vizuri. Manake hazijafuata mtiririko kwamba hiki ndio kipindi cha kwanza, hiki cha pili, hiki cha tatu. Ili uweze kusoma au uweze kutafuta video za topic fulani au video za somo fulani, bonyeza kwenye kitufe hiki cha playlist. Playlist tunakuwa tunakusanya video ya topic moja ambazo tunakuwa tunazipangilia kuanzia video ya kwanza mpaka ya mwisho. Hii ni physics form 2, hii ni computer science. Kwa unaweza ukaendelea kushuka, kwa mfano kaendelea kuangalia playlist mbalimbali ambazo tumeziweka kwa ajili yako. Kwa hiyo hii ni kwa mfano ni playlist ya compounds of metals. Naona hii ni playlist ya applications of vectors form 3. Hii ni playlist ya relation form 3. Hii ni playlist ya introduction to chemistry. Kwa zipo playlist kadhaa. Hii ni playlist ya introduction to physics topic ya kwanza. Kwa utaona kwamba ukishafungua utaona video zote zimejipanga kuanzia ya kwanza, ya pili, hiki ni kipindi cha pili, kipindi cha tatu what is physics, kipindi cha 4. Kwa maana yake uzuri wake ukishakuja huku, kwa mfano kama hii ndio session 1, umeiangalia mpaka imefika mwisho. Unataka kujua kipindi cha pili kinachofuata, kinachozungumzia introduction to physics, kinaitwaje. Kwa hiyo ukienda kifika mwisho itahamia hapa katika session 2 ambayo what is physics. Kwa baada hajafika mwisho, na hapo manake inafika mwisho baada ya sekunde chache, alafu utaona yenyewe inahama inaenda kwenye session 2. Kwa unaona, kwa hiyo manake hapo kwa imeenda kwenye nini? Imeenda kwenye session 2. Kwa utaona hapa manake kuja kwenye session 2, na hii session 2 utakavyoiangalia utakavyokuwa umemaliza nako umeangalia mpaka mwisho. Ikifika mwisho manake kwamba itaenda session 3. Kwa utaona kwamba itaruka itakuja session 3. Kwa utaona hapa vipindi vyote vimejipanga. Session 4 kipindi cha 4. Huu ni ushuhuda wa mwanafunzi wangu Joshua nilimfundisha na amesoma shule ya Nzumbe. Hiki ni kipindi cha 5, session 5, session 6, session 7. Kwa utaona kwamba vipindi vimejipanga katika playlist. Lakini pia njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia, kuna kitufe kilichoandikwa courses. Japo kwa sasa baada tujakifanyia kazi, tutaendelea kufanyia kazi. Kwenye hiki kitufe cha courses tutakuwa tunaweka video, tunakusanya video ya somo moja, kwa mfano physics form 1, ambapo physics form 1 ina mada au ina topic 9. Kwa hiyo maana yake inaweza kutengeneza video zaidi ya 100. Video zaidi ya 100. Kwa hiyo maana yake video zake naweza kukusanya kuanzia video ya kwanza ya topic ya kwanza mpaka video ya mwisho ya topic hiyo na video ya topic zingine. Kwa hiyo hiki kitufe pia ni muhimu sana kwa ajili yako ya kujifunza. Sasa baada ya kukupitisha katika maeneo hayo, yamkini unakuwa na maswali kadhaa tena. Swali la kwanza, kama hii elimu inafundishwa kwa mtandao wa internet na walenjolai simuoni ana kwa ana, je, nitaelewa?
jibu ni ndio, utaelewa vizuri sana. Na uzuri wa kusoma kwa kupitia video, hata ukifika mwisho unaweza ukaangalia tena ile video na kuangalia mpaka ukaelewa. Tofauti na kufundishwa ana kwa ana, kwa sababu mwalimu akishamaliza kile anachokuwa anakifundisha hawezi kukirudia tena. Kwa hiyo sasa ukiangalia hapa jinsi gani ambavyo unavyoleta swali lingine, je, unaweza ukatupa mrejesho kwamba umeelewa au hujaelewa mahali? Jibu ndio. Kwa hiyo je, unafanyaje kwamba ili uweze kutupa mrejesho? Kwa hiyo kwa mfano tuweze kuchukua video mojawapo ili tuweze kuona jinsi gani ambavyo unaweza kutoa mrejesho na kwamba je, umeelewa tulichokufundisha au haujaelewa. Kwa mfano tuchukue kipindi cha 8 cha Conductors and Insulators. Kiangalia katika kipindi hiki, maana yake unaweza kaangalia kuanzia mwanzoni mpaka mwishoni, lakini kama una swali unaweza kauliza swali lako hapa. Unaweza kutupa mrejesho kwamba thank you. Sema tu kwamba thank you sir. Thank you sir. I understood. I understood this lesson. I understood this lesson or this session. Kwa hiyo ukishamaliza kuandika unabonyeza comment, tayari unakosha tuma mimi nitaona na wanafunzi wengine pia wataona. Lakini pia unaweza kutumia sehemu hii ya comment kwa ajili ya kutupa njia au solution ya kazi ya maswali ambayo tutakuwa tunakuachia, na unaweza pia kutumia sehemu ya comment section kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya pia kuweza kutupa majibu ambayo ulikuwa umeyapata katika kazi tutakazokuwa tunakuachia. Lakini swali lingine kwamba je, unaweza ukawatumia wenzako kiunganishi au linki ya video hii kwa mfano? Jibu ndio. Unafanyaje? Unabonyeza kitufe cha share, na ukishabonyeza kitufe cha share manake utachagua labda unataka kushare naye kwa njia ya WhatsApp. Lakini ukishabonyeza tu kitufe cha share, link inakuja, kiunganishi inakuja, kwa mfano copy. Manake ukishabonyeza hiyo copy, kwa utakuja hapa tuna paste. Kama tukisha paste, manake hii ni link ambayo akibonyeza atapata video hiyo moja kwa moja. Kwa hiyo ndio njia nyingine ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya kusambaza ujumbe huu wasaidie maelfu na maelfu ya Watanzania. Ninaamini kabisa kwamba umeweza kuelewa, lakini jambo la mwisho kabla ya kukuacha, ninaomba nikuelekeze namna gani ya kujisajili. Shule yoyote unayokuwa unasoma ya sekondari, iwe ni ya serikali au binafsi au unasoma kama jeshi la mtu mmoja au kama mtu mzima, lazima huwa ujisajili. Kwenye shule hii ya mtandao wa internet ndani ya mfumo wa YouTube, unajisajili kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Hapa mimi nimejisajili, ndio maana imeandikwa subscribed, na ukishabonyeza hicho kitufe kitabadilika, kitakuwa subscribed, na pia utabonyeza hapo, utachagua alama ya kengele ambayo ni all notification. Baada hapo umeshajisajili, na kumbuka usajili katika shule zingine unalipiwa. Lakini hapa Tanzania Online O-Level Secondary School, kwa sababu tunaelewa mazingira ya watoto wanaotaka kusoma sayansi vizuri kwamba sio mazuri, ndio maana Mungu amefanya au ametuagiza kuweza kufanya kazi hii kubwa pasipo kudai malipo kutoka kwako. Hayo yote nilikuwa nimekueleza unayapata mahali popote na muda wote bure. Lakini pia kuna mlango tumeufungua kwamba wewe utoe sadaka ya shukrani kupitia kwenye namba 0759745331 0759745331. Hiyo ni namba yangu ya simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi, lakini pia kwa ajili ya kuweza kutaarifiana hatua kwa hatua. Kwa hiyo kumbuka kabisa kwamba nimekueleza habari njema, na unaweza ukachukua hatua hivi sasa ukaanza kuweka katika matendo. Hiki chakula chote kipo kwa ajili yako na kwa ajili ya kizazi chako kinachokuja, kwa sababu watakihitaji hiki. Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi ambalo nimeliona ni vizuri nikakushirikisha. Endelea kwa mwanafunzi ambaye unapenda masomo ya sayansi na masomo ya hisabati, na uko tayari kujitumikia na kujituma usiku na mchana. Kwa hiyo hizi ni video mbalimbali, manake unaweza ukapata nafasi ya kuangalia moja baada nyingine. Mfano ni natural, whole, even, odd and prime numbers. Kwa hiyo manake unaweza ukapata kitu cha kuweza kujifunza katika maisha yetu ya sasa na baadaye. Kwa naamini kabisa kwamba kama una swali juu ya namna gani ya kuweza kupata video kwenye channel yetu, basi uliza katika sehemu ya comment section au sehemu ya chat. Tafadhali jitahidi kuwa mjumbe kwa wenzako ya kwamba habari njema ipo na ni hii hapa.
Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana la kuweza kuzingatia. Na nipende kusema kwamba nikushukuru kwa kunitegea sikio na kuangalia video hii. Naamini kabisa haya ndio kwa nimekuelekeza utaweka katika matendo na wala hutayasahau tena kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sema asante sana kwa kutazama video hii na asante pia kwa kuweza kunisikiliza. Asante sana, Mungu akubariki. Bye bye.